Halo. Waalaikum salaam, vipi hali? Salama. Endeleaje? Salama. Bwana, nashukuru tumekutana hapa. Najua wewe ni rafiki mkubwa wa dadangu. Sijui kuna jambo lolote labda amekueleza? Mimi sijakutana naye, sina taarifa yoyote. Ukweli? Katoka nyumbani leo ni kama siku ya 3 na akachukua baadhi ya nguo zake. Kajua labda amekuaga wewe rafiki yake. Sijakutana naye, hajaniambia chochote. Mara mwisho nimekutana naye akaniambia sijui nyinyi mnamlazimisha sijui kuolewa na mwanaume ambaye hampendi. Ndio alivyoniambia. Tangia usiku sijakutana naye, sijaonana naye. Hata nyumbani hajaji. Sijui atakuwa ameenda. Kwa sababu unavyomfahamu dadangu kusema kwamba uko kwa mwanaume ni hapana. Atakuwa ameenda wapi wewe? Basi nikuombe kitu kimoja. Ikiwa atakutafuta au utasikia chochote utanijulisha, sawa? Sawa, hamna shida, nitakujulisha. Maana kila ninapojaribu kumtafuta kwenye simu simpati kabisa. Yaani sielewi kabisa. Haya. Sasa nikutakie wakati mwema. Sawa. Nitakujulisha nikikujulisha. Langu ni nini? Kosa langu ni nini? Nimejaribu kuwa sahihi lakini lamani zangu. Maana hapo unavyoniona nilikuwa mguu unakuja kwako. Maana nina jambo langu linanichanganya, linaniumiza kichwa mpaka linaniumiza tena. Unakumbuka nilivyokuja kwako pale? Kile tulichokiongea. Nahisi kama kimevuja chote kwa sababu si ulinipa ushauri kwamba yule bwana tumtoe nje au nimtoe nje afu nimsingizie kesi yule bibi. Sasa cha kushangaza, jana nimeenda kwake yule bwana, si nimemkuta nje kalala. Nikita jalalani. Yaani jambo ambalo linaniumiza kichwa na hisi aliko sawa. Yeye ni nani na mimi sijafanya? Ni nani sasa mtoa? Kusema kweli, mimi sifahamu chochote na pia bwana wako sijui. Ni mwenyewe kwa bizi ya mambo yangu. Baadaye. Amina. Amina. Kuna mtu ana nini jamani? Yaani mimi nikajua jambo langu atalichukua kwa uzito au atanishauri chochote, ndio kwanza nizalau. Wewe. Ni usio na matatizo gani? Ndio kwanza jambo letu ndio gafu wewe. Vipi sana juu? Sijui ndio maana kuuliza shida nini? Wewe sisi tumekuchukua kama vile madiko kwetu kwa hiyo umeenda kubwata nini au vipi? Ndio umeenda kukushtaki au vipi? Sio shtaki kwa nini? Shida kwa kwanza hapa nakuongea vipi wewe shuka chini kwanza. Kwa hiyo unanijua wewe. Shuka wanakuongea wote kwa hiyo mama kabisa kaa chini. Kaa chini. Shamba tukimali zangu wewe. Wewe. Shamba na kunyonga wewe. Shamba wewe. Tulia chini tukimali zangu wewe. Hata mimi nakwambia tena wewe tulia wewe. Huwa dakika 2. Wanachukua tena kama ndio nawe. Sina mbaya badilika mambo ndika kwa kigeni nani? Fika kwanza. Fika. Ili hapa. Fika. Shamba. Tunakatoka. Basi tushada hata hivi jambo. Mariam. Mambo. Ni muda mrefu na tujaonana. Ninashindwa kupokea salamu yangu kweli? Shida salamu, shida kuniambia ulichonitia. Okay sana. Sikia nikwambie mama. Sikia. Kifupi Mariam, bado nakuhitaji. Na bado kumbukumbu zako zipo kwenye kichwa changu. Na muda mrefu umepita, nilihisi kwamba ungeitambua kosa lako na kunitafuta na tukaendelea na maisha yetu. Lakini leo hii hata salamu yangu nashindwa kuifikia. Ndio ulichonitia.
kama kuna kosa basi naomba unisamehe ili maisha yetu yaendelee. Na nisitambui kosa langu. Sina muda huo. Nimeshatolewa barua na ninataka kuolewa. Kwa hiyo muda mimi sina. Mariam. Langu ni nini? Kosa langu ni nini? Nimejaribu kuwa sahihi, lakini lawama ni zangu mimi. Kosa langu ni nini? Kosa langu ni nini? Kila nikisimama kweli naitwa mkosaji mimi. Hivyo mwanamke unanichukuliaje? Kwenye akili yako unanionaje? Siku zote unatafuta mchawi nani, kumbe mchawi ni nani ndani, si ndio? Yaani unachukua mauchafu yako unakuja kuweka ndani kwangu, si ndio? Hivyo kwa akili yako unaweza kuniloga mimi. Wewe uniloge mimi, Patrick mimi uniloge wewe. Sasa sikiliza. Kama uchafu yako yani. Ndio anakutia kiburi yani. Ndio anakupa kiburi yani. Sasa nachukua unajua kwa tunapeleka mimi. Yeah, J-Feel. Odi. Fanyeye. Moyo no. Yei. Bana fresh. Hivi unang'ala mpaka sasa hivi? Sema maisha mazuri nini? Wala gani ndugu yangu ni wapi sasa hivi? Niko poa hapa, unajua? Uko sio? Bwana. Unauma kichizi ya. Na mimi nimekuja hapa ni mambo mawili. Mambo ya kichwa kishenzi yani. Ila jambo moja hili la heri. La pili hilo changanya. Okay, labda tuanze hapa kwenye heri hapo. Maana huyu mwingine unaona kama huyu ni heri, huyu ni shari. Tuanze na heri tumalize na shari. Una habari gani ndugu yangu? Sawa. Jambo la heri ni kwamba ule mzigo unanikabidhi ule. Ndio. Bwana mpokelewa vizuri, yani ile barua imepokelewa, yani mpaka mwenyewe nikaona yani kajisikia furaha na amani kabisa. Usiniambie kabisa. Wewe na sikupingi mwanangu. Kwa hiyo mwanangu pale na kuku umewekewa kidogo. Mna ni kwa mwanangu ni kule sima sijakaa sana yani nimekabidhi tu mzigo pale mimi huyo. Au si? Tulize kwa jambo la shari Jambo la shari au linalochanganya mwanangu ni kwamba mimi sijai kukwambia. Ndio. Ila kwa kweli na mwanamke niko katika mahusiano naye. Yule mwanamke mwanangu ghafla tu ile mahusiano imekatika. Yule mwanangu mtafuta simu zangu hapokei wala nini. Ni wazee. Nangu anachanganya akili. Afu sitoshe nikakutana naye muda si mrefu kati hapo yani. Sasa hivi yani mida hii bila si mrefu yani. Wakati nakuja kwako wewe yani. Nangu ile kusimamisha pale kumsalimia hata salamu yangu hataki kuitikia wala nini. Nikajaribu pale kumombaomba kumbembeleza nini alau labda turudiane, lakini amekaza mwanangu, yani amekaza kabisa, ni hataki. Na sitoshe ananiambia bwana mimi achana na mimi kwa sababu sasa hivi nimeshatolewa barua. Umeona bwana, ngaji niolewe. Zidi kunichanganya mwanangu yani. Yaani sijui kosa langu nini nilomfanyia hasa ambako ile mwanamke anashinda kudana na mimi. Mwanangu akili sio umependeza. Mama ni mama zangu badilika. Sinaona tena imetulia zangu hapa. Mtoto wa kike ndio anatakiwa kama hivi. Yaani umependezaje? Sasa visuruali kama vile pia kutake nani? Angependa tu. Hamna mtu anataka visuruali.
Ukojistiri hapo ndo umependeza. Umependeza kweli. Ingia hapo. Ndio mwanangu kwanza. Nilikuwa na maongezi na hivi hapo kwa nakusubiria. Kila siku vikao na jamani. Ndio hipo kidogo kubwa. Haya niko kwanza na maongezi na kaka. Wewe vipi? Mwache aende, mimi nasema kuongea naye. Sasa ndo kusikia ndo kubwa ndo. Kweli. Sasa hapa mwanangu nimekuita. Ndio mama. Kuhusu swala la barua. Toka iletwe leo siku ya 3. Na wao kule wanasumbua, nataka majibu yao. Ndio. Kwa maana hiyo mimi nimeongea na baba yako. Baba yako nilipoongea naye akasema yeye kabano kikazi. Kwa maana hiyo, yani wewe usome tu barua. Kwa hiyo akasema bwana mkubwa huko hapo, soma barua ili tupate kurudisha majibu kwa haraka. Majukumu yote bado unamsikuzia mimi. Si ndo kubwa. Hata baba yako alipokaa kwa yani kajua kuna mwanangu wa kiume mkubwa atakava ile nafasi. Sawa, kwa vile familia ameshakaa ameamua. Baba akishasema mimi nani? Sasa ndo hapo. Yeye kashaongea, ila cha msingi sasa. Nataka kuambia mapema. Kusoma barua sio kazi. Kazi kwa mwanao. Mwanangu siku hizi hana shida. Mimi nitakaa naye. Tabia zake unazijua wewe mwenyewe. Kila siku naona mndani nazozana. Hivi na hivi sitaki hivi. Nakwambia bado mapema. Hivyo mama ulishaenda migration, kwa siku nimepita migration kule nikutana na Mchina bwana. Mchina anajina eti anaitwa Masumbuko. Ulishasikia Mchina anaitwa Masumbuko? Sikaingia bongo. Usishangae hata kuitwa ajitegemea. Anaitwa. Wangu nanikosha. Sasa hizi ndo bongo. Sasa ile aibu ya yule Mchina kama niliona mimi. Sasa huyu ndo atakuja kutupa aibu hapa nyumbani. Wachina washafika bongo lazima ndio wabadilike. Mkanye mwanao. Sisi tutaisoma barua ina shida. Haya mwanangu. Sawa, mimi naingia ndani mwa moja. Haya. Yaani mpaka sijui hata ndugu yangu naanza hapo kusema kile jambo. Ila tuanzie hapa kwanza. Sasa huyu binti uko naye katika mahusiano labda. Yaani kwamba ushai kufika kwao, yaani kwa unafahamika au kuna mazingira yote ambayo ulikuwa mnaishi au ndio unachoka tu kujua ni mkamalizana huko juu. Kwa kweli yule mwanamke tangu niwe katika mahusiano naye mimi sijawahi kufika kwao na wala yeye hajawahi kufika kwetu. Mimi kwao sipafahamu. Ndio shakuwa neno sasa. Maana ungekuwa unafahamika kwao, tungeanzia huko kwao tukalitengeneza ile jambo. Lakini pia sasa labda nijue kitu kingine sasa. Wewe msimamo wako ni upi? Maana kama kashakwambia kaolewa, anataka kuolewa, atolewa barua. Sasa baada ya kujua hili haya yote ushajua. Dhumuni lako liko wapi? Kuachana naye au uendelea kuforce kwa sababu unampenda pamoja kishatoa barua? Ni kiufupi nataka kujielezea. Ila kwa kuwa ameshatolewa barua, basi mimi nitakaa pembeni na kwa sasa sina jinsi ila kiukweli mwanangu kama angepata msaada kutoka kwa wewe. Kutanisha naye yule mwanamke ili uongee naye na jaribu kumsihi na kumuomba ili aweze kuwa naye katika maisha yangu. Okay. Sawa. Hebu kufanya hiyo connection kwamba mimi nitazungumza naye. Wewe unajua mambo ya maongezi? Ni kweli. Kwa hiyo mimi nitaongea naye na naamini kama nimuelewa atatuelewa. Au vipi? Wewe umepambania jambo langu, mimi nisipambanie jambo lako, mimi nani? Wewe acha mambo kama kupambania hili. Ukipambania hadi nitashukuru na nitafurahi sana mwanangu. Wewe ndio basi wote wangu mkimya. Sema nake ana dhambi. Mwanangu acha nake hawa. Basi ndugu yangu, acha nipumzike maana nimechoka kichizi yani. Walipo. Mwili unauma nini sioma hii. Mwanangu mwili mbona sielewi au unafungia nini? Juzi barua mwanangu leo nifungie kweli. Watu wakubwa nyewe. Hamna ndugu yangu, si unajua? Sio. Ndio hivyo basi ndugu yangu. Basi kwa mimi nikuache mwanangu pumzike. Basi sawa ndugu yangu. Hamna noma. Sawa na kia na dhambi sana. Ndugu yangu kwa mpole vile bado anamuumiza. Ila maana kurukia ndoa sijui. Ila nisangalie sana ya watu asijakanishida. Oh my. Say. Mwanangu. Hicho cha kukuita hapa mwanangu. Barua ishasomwa. Sasa nilikuwa nataka kuhitaji nikuulize. Je, uko tayari kuolewa? Ndio, niko tayari. Maana watoto wa siku hizi wanataka kutia aibu. So mimi naita watu hapa, siku wa shughuli, unanitia aibu, mimi sitaki kuolewa. Hamna bana. Haya, mezali umelizia wewe mwenyewe. Sawa. Mimi hapa nimuite kaka yako. Ndio mradi arudishe majibu, mambo mengine yaendelee. Sawa.
Haya, Abduli baba, hebu ndio mwanangu, kachangamka tena, sasa hapa mwanangu, mimi nishaongea na dada hapo kuhusu barua yeye, nimemuuliza yuko tayari kuolewa. Sasa wewe jukumu lako kumuuliza mahali yake anataka shilingi ngapi. Maana kazi kwako sasa. Maana baba kila kitu kwa kuachia wewe. Hayo kweli sio. Haya. Mizigo kila siku, mizigo mimi nazidi kupewa. Na unapenda kujibisha nyuma. Unataka vitu kirahisi rahisi tu. Kwa kweli nazidi kuongea. Kuisha kwa mtoto wa kwanza wa kiume inakuwa changamoto sana. Ndio maana yake Mwenyezi Mungu mwenyewe makusudio yake kwa wa kwanza wa kiume. Ili ukave nafasi ya baba. Okay, sawa. Haya mwanangu. Sasa dadangu. Vipi? Wema? Kitu nachotaka kukwambia kitu kimoja. Lakini sije nikamwongeaji sana. Ili jambo hili tunataka tulisoti kabla ya Ramadhani. Tushamaliza. Mambo si kwa mengi. Wewe bwana wako ndo unamjua. Sio, unaelewa? Wewe unamjua. Hapo kwenye mali ya watu shilingi ngapi? Leo na msafi. Msafi ndio. Uliamua? Unaelewa mwanao kweli? Lakini mzali kaamua mwenyewe. Sasa kama hali mtu utachopanga mwenyewe ndio hicho hicho. Sisi alishaamua, sisi hatuna jinsi. Mambo yote yapo kwako. Sisi wakubaliji. Yupo mama, yupo kaka yako, kuna mabibi zako, kuna shangazi zako, ona tabia msia kweli. Ndo mali yangu nimechagua mimi. Kwa sasa vipi? Uteute lazima uwepo. Mama. Najua ndo namjua vizuri. Kama yuko vizuri, kwa vipi ili nasi tujue tunafanya nini. Sio kuhusu sijui mama, sijui nani, sijui babu, sijui bibi. Yaani mimi nawaachia nyinyi, lakini mimi mali yangu msaafu, na kama hata kama mkitaka hivi msijui mseme mambo sijui ya hela. Semeni tu kiasi kidogo tu. Sawa, ila mtajua mama tu lazima uwepo. Kwa hiyo baba tena hapo wewe ndo utajua katika shilingi ngapi, kama 200, 300 au tukiweka 300 na nyingi bana. Tauza kambuzi 75. Haya. Sasa mimi naongea kama taamua. Mimi naamua sasa. 250. 50 ya kwangu. Ndama yako. Yaani hicho ndio kilichokuweka kwenye msala. Na mwenyewe unajua mimi na familia kwa msingi kwanza pembeni. Kaka. Haya bwana. Mimi naomba binti yangu aolewe tu. Ndio. Moyo wangu lazi kabisa. Haya bwana. Pendeza mwenyewe siku hizi. Sisi kabadilika. Bwana aliyompata. Kabadilika na mwanaume, yani kama alikuwa moyoni mwetu. Tulipokuwa tunapenda sisi na yeye kamweka vile vile. Sawa. Haya baba, nenda kaendelee kufanya kazi zako. Sawa, mimi nawaacheni. Haya, baadaye kidogo. Haya. Mama anapokwenda huko, yani ndoa sio kitu cha mchezo. Usikili ndoa kitu cha masiara. Labda chumvi unatia mara moja na kolea. Inahitaji mwanangu uvumilivu. Hata mimi na baba yako tunapotoana mpaka leo tumefikia. Kuna vingi tumepitia. Kwa hiyo natakiwa nini? Uvumilivu. Sisi tumevumilia mengi, nawe ukavumilia mengi. Hilo tu mwanangu. Sawa mama. Haya mama.